Suali aliloulizwa Abu Hazim rahmatullahi alayhi, suali la kwanza aliulizwa man khairun nas, ni nani mbora wa watu? Akajibu mwanachuoni yule kumjibu kiongozi wa umma wakati ule, khairun nas anfa'uhum linnas, mtu bora ni yule anayewanufaisha watu. Alipoulizwa wa man sharrun nas, ni nani mtu muovu? Akajibu mwanachuoni, sharrun nasi man ba'a akhiratahu bidunya, mtu muovu ni yule ambaye ataiuza akhira yake kwa sababu ya kutaka dunia. Akaulizwa tena wa man sharrun minhu, na ni nani muovu kuliko huyo? Akajibu mwanachuoni, wa sharrun minhu man ba'a akhiratahu bidunya ghairihi, ni yule ambaye ataiuza akhira yake kwa sababu mtu mwingine apate dunia. Mtawala akamwambia mwanachuoni, nimependezwa na majibu yako, kwa hiyo salni, niulize, niombe, unataka nini kupe? Mwanachuoni akamwambia la tastati, huwezi kunipa ninalolitaka. Akamwambia bala, naweza kukupa unalolitaka, kwani mimi ni mtawala ambaye utawala wangu umeenea katika sehemu zote za Arabuni mpaka North ya Afrika mpaka Asia yote, huko utawala upo. Kwa hiyo sema unataka nini, naweza kukufanya ukawa chief justice au qadhi al-qudha, na lolote ambalo unafiti katika idara yoyote mimi naweza kukuweka. Akamwambia la tastati, huwezi kunipa ninalotaka. Akamwambia naweza. Akamwambia shekhe, as'aluka an tudkhilani aljanna wa tuba'ida baini wa baina an-nar, naomba uniingize peponi na uniepushe na moto. Mtawala akasema amma hadha fala astati, ama hilo uloniomba mimi siliwezi. Mwanachuoni akasema fada'ani ma'a alladhi yastati, basi niache nimuombe yule ambaye anaweza kunifanyia hilo. Ikhwata al-iman, lilhadithi baqiya. Haya mazungumzo ambayo tulizungumza jana katika darasa yetu ya jana, kidogo kuna sehemu imebakia, na katika amana ya kuzungumza nimeona nimalizie leo darasa yetu na baqiyatul baqiya katika mazungumzo yalozunguka baina ya Amirul Umawi na Alimul Jalil Abu Hazim rahmatullahi alayhi, ili ndani yake tupate kutoa faida, nasi itakuwa kwetu sisi ni mwelekezo, kwa sababu hawa walikuwa ni warithi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo waliijaza hii dunia elimu, hekima, nuru, kwa ajili ya yale ambayo waliyapokea kutoka kwa masahaba, na masahaba nao wakayapokea kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mazungumzo yalivyokuwa yanaendelea, Ibn Abdul Malik ibn Marwan akamuuliza Abu Hazim, sifli hala ruju'i al-'abd al-'asi ila rabbih, hebu nieleze, unisifie, unieleze yule mtenda dhambi, mtu asi, anaporudi kwa Mola wake hali huwa vipi, mazingira kati yake na Mola wake huwa yanakuwaje? Ninataka nijue. Na anauliza haya kwa sababu tabia ya watu waliomiliki, tabia ya watu walioona kwamba wanaamrisha wakisikilizwa, tabia ya watu ambao wao wanawamiliki wenzi wao, na wengine huwa wanajisahau. Na ndio maana Firauni ndio kiongozi wa watu waliomiliki akajisahau. Alijisahau vipi Firauni? فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. Firauni alijisahau mpaka akajiona yeye ndo Mungu mwenyewe. Kwa nini nasema wa hadhihi al-anhar tajri min tahti, angalieni mito inapita chini yangu. Anachoamrisha nasikilizwa,
uwa huyu anauawa, mwache hai huyu anaachwa hai. Amejisahau. wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adhab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Hii kazi alikuwa anaifanya Firaun. Kata shingo huyu anakatwa shingo, uwa huyu anauawa, njoo hapa anakuja, mwacheni huyu anaachiwa, leteni huyu analetewa. Akaona mimi niko katika position nyingine kabisa. Nani sasa mimi? Ana rabbukumul a'la, mimi ndo Mungu wenu mtukufu. Mwenyezi Mungu amempururia, anachokihitaji anakipata, hana shida. Min ma'kulin wa mashrabin wa malbasin wa maskanin wa markabin, kila anachokihitaji naona kinakuja tu. Lakini kumbe Allah anasema sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Hawa hawajui, ingine tunawapururia kwa njia ambayo wenyewe hawafahamu. Na Namrudi vile vile, Namrudi naye alijisahau, mpaka akamwambia Ibrahim, huyu Mungu wako unayejisifu naye nani kwani? Kambia rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Kambia ana uhyi wa umit. Kama Mungu wako anahuisha, anafisha, kwani kazi kubwa hiyo na mimi naweza? Kaita mmoja katika mahabusu akasema muueni. Pale pale kakatwa shingo akauawa. Mwingine amehukumiwa kifo akasema huyu msameni, nenda zako nimekusamehe. Ahyaitu rajulan wa qataltu al-akhar. Mmoja nimemuua, mmoja nimemwacha, na ningesema auawe huyu angekufa, lakini kapona kwa sababu yangu. Sasa unasema Mola wako anaifanya kazi hiyo, kwani nani hawezi? Nani hawezi? Ukijadiliana na watu kama hawa unatakiwa uwe strong. Ukiwa mkali, ukiwa na hasira, atakushinda. Ibrahim alikuwa na hekima ndani yake, kajua sitaki kumuongezea kingine. Akamwambia rabbi, Mola wangu ni yule ambaye yati bishamsi min al-mashriq, jua nalitoa mashariki. Sasa leo badilisha nidhamu ya jua kutoka fati biha min al-maghrib, wewe litoe magharibi liende mashariki. Fabuhita alladhi kafara, kana badilisha mikono hivi, anabadilisha hivi, anafikiria hivi, anafikiria, hawezi tena. Hoja hii kawa nzito kwake. Hawa walijisahau ikhwatal iman, na wapo watu ulimwenguni wanajisahau. Sasa mmoja katika hao anataka kujua, mimi nilijisahau labda nikatenda ya kutenda, lakini je, nikitaka kurudi kwa Mungu itakuwaje? Ndio akamuuliza, sifli hala ruju'i al-'abd al-'asi ila rabbi, nieleze inakuwaje hali halisi kati ya mja na Mola wake pale mja muasi anataka kurudi kwa Mola wake. Akasema ruju'u al-'abd al-'asi ila Allah ka ruju'i at-tifl as-saghir ila ahdani ummihi, kurudi kwa mja alomuasi Mwenyezi Mungu ni sawa sawa na kurudi kwa mtoto mchanga anapotaka kupelekwa katika mikono ya mamake. Mtoto mchanga anaporudi kwa mama yake na kilio, mama humkumbatia, akambusu, akamweka katika kifua chake, akamuimbia nyimbo tamu, akampa chakula, kwa sababu mtoto amemkimbilia nani? Mamake. Mama abadan hamkimbii mtoto wake, mtoto anapomkimbilia. Na mtu mwenye kumaasi Mwenyezi Mungu akafika wakati akaujua utukufu wa Mwenyezi Mungu, akarealize kwamba amemkosea Mwenyezi Mungu, akaamua kupiga bautani, akarudi kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anampokea kama vile mtoto mchanga anavyopokewa na mama yake. Hili nalisema kwa sababu sisi Waislamu leo tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tumeyazungumza mengi katika darasa zetu, lakini itakuwa sio uadilifu kama hatutogusia kurudi kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu sisi na wazee wetu na wengine wote ni binadamu, ambao binadamu sifa yao kubwa ni kumkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuzungumzie toba, kurudi kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Wengine watauliza, kwani toba kitu gani? Na mimi nitubu nini? Mimi sijafanya hata jarima wala sijafanya hata kabira min al-kaba'ir,
mimi ni mtu alhamdulillah, nikitoka nyumbani kwangu msikitini, nikitoka msikitini nyumbani kwangu, kazi yangu ya halali, kila kitu changu mimi, sijamdhulumu mtu, sijazini, sijaiba, sijafanya chochote kibaya, nitubu nini? Kuna watu watafikiria kwamba wao hawana dhambi, na ukifikiria hilo wewe unakosea sana. Mtume anasema kullu bini adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Binadamu wote wana tabia ya kukosea, na wazuri katika wenye kukosea ni wale wenye kurudi kwa yule waliyemkosea. Tubu. Unakumbuka ulipokuwa na miaka 10, 14, kuna madhambi mengi uliyafanya katika utoto wako. Je, umetubu dhambi hizo? Ulikuwa ukiitwa na mama, unamwambia mama, nimechoka bwana, niache nipumzike. Ni dhambi hizo. Umetubu dhambi hizo? Ulikuwa una tabia kuibaiba ndani ya koti la babako 500, 1000, 2000. Hizo ni dhambi. Umezitubu? Ulikuwa mukallaf, ukimsengenya huyu, ukifanya haya. Al-asl katika ulimwengu wewe huwezi kusalimika, lazima utamuasi. Au nadhani kwamba kila siku unasali katika wakati? Kuna nyakati unakosa kusali kwa jamaa. Kuna nyakati inapitiliza. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man jamaa salataini, yeyote mwenye kuzikusanya sala mbili min ghairi udhrin, bila ya udhuru wowote, faqad ata baban min abwabil kabair, huyo ameshalifanya moja katika mambo ya kumpeleka katika milango ya akbarul kabair. Yeyote atakaye akhirisha sala bila ya udhuru, alfajiri ukaisali saa 4 asubuhi, alasiri ukaisali wakati wa magharibi, isha ukaisali wakati sio alfajiri imeshachomoza, wa halum majarra, Mtume anasema umeshaingia katika mlango miongoni mwa milango ya akbarul kabair. Je, hakuna siku umechelewesha sala yako? Mwenye kusema baba yangu unanitesa, nimechoka, usinitume tena, unakuwa wewe ni aqul liwalidai. Mwenye kuwatukana wazee wake wawili, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kuna watu wanawalani wazazi wao wawili. Akaulizwa kaifa yal'anu walidai, anawalani vipi? Anasema yasubbu ar-rajulu aba ar-rajuli fayasubbu aba wa umma. Mtu anapomtukana mzazi wa mtu huwa amemtukana mzazi wake. Haya ni makosa tunayafanya, huna dhambi bado. Wanawake ambao wanatembea vichwa wazi, hijabu hawaitaki, nasema siwezi kuingia katika joto, jua ni kali, wamemuasi Mwenyezi Mungu na ni madhambi, wanatakiwa watubu. Kila aina ya madhambi tunayatenda. Kusengenya katika mabaraza, haya yote tunatakiwa tutubu, na hasa katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa toba. Ndugu yangu Muislam, Allah Ta'ala katika aya za siyam, katikati ya aya za saum kuna aya ya watu kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'a. Wanapokuuliza waja wangu kuhusu mimi, waambie mimi niko karibu nao, naitikia maombi ya yule atakayeniita wakati anaponiita. Ukimhitaji Mungu anakuambia yuko karibu nawe, sema unachotaka. Sasa ruju'ul 'abdi al-'asi ila Allah ka ruju'i at-tifli as-saghiri ila ahbani ummi. Kurudi kwa mtu mwenye kumaasi Mungu kwa Mwenyezi Mungu ni sawa sawa na kurudi kwa mtoto kwa mzazi wake. Anasema Mwenyezi Mungu katika hadithi al-Quds, idha raja'a al-'abdu al-'asi ila Allah sata'a nurun bayna as-sama'i wal-ard wa nada al-munadi ayyatuha al-khalaiq hanni'u fulanan faqad istalaha ma'a Allah. Idha raja'a al-'abdu al-'asi ila Allah, anaporudi mja mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu akarudi kwa Mola wake, sata'a nur, kutoka nur minas samai wal ardh, baina samai wal ardh, ikaenea celebration kwa sababu ya wewe unayemwasi Mungu umeamua kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Wanada almunadi,
na akatangaza mtangazaji kwa amri ya Mwenyezi Mungu, ayatuha alkhalaiq, enyi viumbe wote katika ulimwengu, hani'u fulanan faqad istalaha ma Allah, mpeni hongera mtu fulani ameshapatana na Mola wake. Mpeni hongera bwana fulani amerudi kwa Mola wake. Huwa ni furaha kubwa kwa Mwenyezi Mungu na kwa viumbe vyote. Fulani sasa ameacha mambo yake, fulani sasa amerudi kwa Mwenyezi Mungu, fulani sasa ameamua kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na madhambi yameanza sasa kutubu yote, na Mungu anamsamehe madhambi yake yote. Huwa ni hafla kubwa ndugu zangu ni Waislamu. Na tena Mwenyezi Mungu azza wa jalla anasema pale tunapomuasi, mara nyingi huwa hatuleti shuur za adhamatullah, hatuhudhurishi ukubwa wa Mwenyezi Mungu na thamani ya maneno yake. Na ndio maana Mwenyezi Mungu kawaita wale ambao wanafanya madhambi, wana maasi bijahala, wana maasi kwa ujinga. Maana yake kwamba sio kwamba hujui kwamba zina ni mbaya ndio unazini, au pombe ni haramu ndio unalewa. Hapana, tajhalu adhamat Allah, wewe pale hujui utukufu mkubwa wa Mwenyezi Mungu, au unajifanya unausahau. Ndio maana Allah akasemaje, innama at-taubatu ala Allah lilladhina ya'maluna as-su'a bijahala thumma yatubuna min qarib faulaika yatubu Allahu alayhim wa kana Allahu aliman hakima. وليست التوبة على الذين يعملون السوء وليست التوبة على الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. آية zinasema hakika Mungu anawakubalia toba wale ambao walikuwa wanafanya maasi kwa ujinga. Ujinga huu sio kwamba unazini hujui. Katika sisi hapa nani asiyojua kama zina ni mbaya, ni dhambi? Hamna. Kwa hiyo su'a bijahala, kufanya madhambi kwa ujinga, wakati mtu anapomuasi Mwenyezi Mungu, yajhalu adhamat Allah, kwa hakika hasa anashindwa kufahamu ukubwa wa Mwenyezi Mungu na heshima ambayo Mwenyezi Mungu kampa kiumbe yule kwamba aishi karimu. Lakini ufika wakati akarealize hilo baada ya kusikia maneno ya watu watukufu, mitume, masahaba, akajihurumia nafsi yake, akaona sasa hakuna budi kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Ukirudi sasa wakati huo, kwa sababu umeshaujua ule utukufu wa Mwenyezi Mungu, umeshajua adhamatullah, umeshajua nuru ya Mwenyezi Mungu, na umeshajua udhaifu wa nafsi yako na ubaya wa kitendo ulichotenda, unarudi kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema atakusamehe makosa yako. Ndio akasemaje, innama at-taubatu ala Allah lilladhina ya'maluna as-su'a bijahala thumma yatubuna min qarib. Sasa ukiyafanya madhambi haraka haraka, Allah anasemaje, thumma yatubuna min qarib, kisha baadaye tu, yani baada ya dhambi tu wewe unatubu. Unatakiwa baada ya kitendo ulichokifanya kichafu tu unarudi kwa Mwenyezi Mungu. Min qarib, karibu na maasiya, immediately baada ya kumaliza dhambi tu ukumbuke adhamatullah, urudi kwa Mwenyezi Mungu. Allah anasema faulaika yatubu Allahu alayhi, hao Mungu atawapa toba, hao Mungu atawasamehe makosa yao. Lakini kuna watu tunafanya dhambi kana kwamba hatuna dhambi, hatuna maasi, hatutaki kutubu. Unasema utapoteza wakati wako bure kufuta dhambi. Mungu atanisamehe mangapi mie? Kwa maana kwa unasemaje, ni mengi. Mungu atasamehe mangapi? Yapo mengi.
Wewe na mtume nani bora? Na mtume alikuwa akikaa mahali akitubu akistaghfiru zaidi ya mara 100 kwa siku moja. Anasema kunna na'uddu min an-nabi azyad min 70 istighfar fi majlis. Tulikuwa tukihesabu istighfar kila kika, astaghfirullah, Allahumma tub alayhi, Allahumma ighfirli. Kila kika mtume na sahaba zake, sahaba wanahesabu, wanasema kwa siku tulikuwa tunafikisha idadi ya 100 au 70, mtume anatubu. Mtume anatubu mara 70, wewe hata mara moja hutaki kutubu kwa siku. Mtume anatubu mara 100, wewe hutaki kutubu hata mara moja. Kwa nini? Ule moyo wa kibinadamu umekuchukua. Ibn al-Qayyim anasema kuna kitu Mungu anakichukia zaidi hata kuliko dhambi. Kitu gani? Anasema farhuka min adh-dhanb ashaddu ala Allah min adh-dhanb. Pale unapofanya madhambi na maasi, ile furaha yako basi ile ni kosa kubwa kwa Mungu hata kuliko dhambi lenyewe. Pale unapokuwa na enjoy sasa, unafanya madhambi unafurahia ile tendo lako. Nani anafanya madhambi analia? Lakini nafanya maasi, nani umemuona? Sasa ile kufurahi kwako wakati wa dhambi, basi kwa Mwenyezi Mungu ashaddu ala Allah min adh-dhanbi nafsi. Na anasema tena wa huznuka min fawati adh-dhanbi ashaddu ala Allah min adh-dhanb. Na ile huzuni yako iliyokupata kwa sababu eti umelikosa lile la dhambi ulikuwa hulitende limekupita. Unaoma vidole, wallahi hii ilikuwaje sijui. Mimi bwana hakuna siku leo niliyoumia kama leo. Nini? Hajaja bwana. Hajaja. Ibn Taymiyyah mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim alisema basi Mwenyezi Mungu anaghadhabika zaidi na ile huzuni yako. Na mara ngapi sisi tumehuzunika kwa maasi ambayo hatukuyatekeleza? Unahuzunika kwa sababu hukutenda dhambi. Basi sema huznuka ala dhambi ashaddu ala Allah min adh-dhanb. Na ile huzuni yako ala fawatihi, kwa sababu yamekupita leo hayakutokea, umeweka date naye hakuja ukahuzunika, basi huzuni ile kwa Mwenyezi Mungu basi hata ni kubwa kuliko dhambi yenyewe, kwa sababu ni unahuzunika. Sasa alhamdulillah Mungu ameniokoa. Ilikuwa angekuja ningefanya kitendo kichako, ningekunywa pombe leo angenifanyia kadha, lakini Mungu akakuokoa. Sema alhamdulillah. Kisha anasemaje? Wasatruka hina tadhnib, unapojisitiri wakati unafanya maasi, ashaddu ala Allah min adh-dhanb. Kwa nini huoni haya kwa Mwenyezi Mungu? Unajisitiri na watu wengine, huoni haya kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ndio yule alikuwa na shida akamwambia ibn ammi, nimekuja nipe angalau pesa kidogo nikatumie. Bila ammi yake alikuwa anamuona kila siku anamtamani, lakini hana njia ya kumpata. Alipokuja binti akamwambia, ukitaka nikusaidie inabidi na wewe unisaidie kidogo. Nini nikusaidie? Akamwambia hata tumakinini ala nafsik, na mie nipe ninayoyahitaji. Akamwambia haram, Mungu ameharamisha. Kama haram basi nenda na mimi pesa zangu uzipate. Akaondoka. Baada ya siku ya pili akarudi, hali imezidi ngumu kuliko ya mwanzo. Akamwambia ibn ammi nipe. Akamwambia sikupi mpaka unipe na wewe. Akaondoka. Akarudi mara ya tatu, nipe ibn ammi. Akamwambia sikupi mpaka na mimi uniridhie ya kwangu. Akaondoka. Hali ikazidi kuwa mbaya. Pesa hakuna, chakula hakuna, na mwanamke imekuwa sasa hakuna mahali kwa kwenda isipokuwa kwa nduguye huyu, na nduguye anamwambia mesikupi mpaka nifanye na wewe matendo machafu. Mwisho ameona hakuna njia nyingine. Kaja akamwambia yabna ammi, mwana wa ammi yangu, taala wafal ma tasha, njoo fanya unavyotaka, angalau nipate na mimi pesa. Wahurumieni watu ambao wana matatizo, hasa wanawake. Tuwahurumie, tusiwape kwamba sababu ya kuwapa kazi mpaka tuwazini, au kuwapa mikopo, au kuwapa msaada wowote mpaka tufanye nao machafu, baadaye ni machafu tu, kisha baadaye ndio unamsaidia, inakuwa kuna kitu baadaye ndio unafanya. Basi huyo akamwambia ibn ammi, nipate pesa mimi, basi wewe fanya unavyotaka. Akamchukua kaenda naye sehemu siri, akafunga milango yote. Alipokuwa anakaa kufanya kitendo, akamwambia mtoto wa kike, kumwambia mwana wa ammi yake, aghliqil abwab, funga milango. Akamwambia nimeifunga. Akamwambia ibn ammi, babun wahidun lam tughliqhu, uko mlango mmoja hujaufunga.
Akamwambia uko wapi? Nimefunga yote. Akamwambia innahu babullah, mlango wa Mwenyezi Mungu ufunge na Mungu asituone. Ibn ammi, mlango wa Mungu uko wazi unaonekana na Mwenyezi Mungu umejificha na kujificha na watu. Yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum, wanajificha na watu wala hawajifichi na Mungu, na Mungu yuko pamoja nao mahala popote. La tafudha al-khatama illa bihaqqi, usivae pete isipokuwa kwa haki yake. Alipokumbusha huyu bwana akavaa nguo zake, hakufanya kitendo kichafu, akamwambia nyanyuka nenda zako, mali nilokupa ni sadaqa, sitaki ujira wowote, nataka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi, kama nilifanya hivyo kwa sababu ya kutaka radhi zako, tufungulie mlango ukafunguka, wakatoka wakaenda zao. Toba, tunatakiwa tutubu Waislamu. Yapo madhambi hata mengine tumeyasahau, lakini Mungu anasema ahsahu Allah wa nasu. Ahsahu Allah wa nasu, Mungu ameyadhibiti, lakini waja wenyewe wamesahau. Lakini Mungu siku moja atakutolea daftari lako akupe. Wa wudi'a alkitab fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Katika suratul Kahfi Allah anaeleza daftari la maasi yetu tutakalopewa siku ya kiyama. Sisi tumeyasahau zamani. Wa wudi'a alkitab, kitawekwa kitabu, fatara almujrimina mushfiqina mimma fi, mujrimina utawaona wamepagawa, wameingia katika huzuni, wanasema ya wailatana, ole wetu, mali hadha alkitabi, kitabu hiki kina nini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, hakikuacha hata lile dogo lililolifanya, lile dogo pia limeandikwa hapa. Wa wajadu ma amilu hadira, yatahudhurishwa yote tuliyoyatenda mbele ya Allah. La, Mungu asemaje? Wala yadhlimu rabbuka ahada, na hiyo sio dhulma. Mungu hamdhulumu yoyote katika sisi. Sasa kuliko tukaende tukayakute yamehudhurishwa huko, Mungu ametupa nafasi ya yote kufutwa. Mwingine atasema ina maana ndugu yetu hapo unatuambia kwamba naweza kutubu dhambi zote na Mungu kanisamehe? Ndio, unaweza kutubu dhambi zote na Mungu akusamehe. Unauliza ina maana ninaweza kutubu kwa Mwenyezi Mungu niondoke hapo sina dhambi, naanza tena ukurasa mpya? Ndio, unaweza kufutiwa dhambi zako zote ukaanza tena ukurasa mpya, zikiwepo shuruti za tauba ambazo zimewekwa na ulama, umezitekeleza, unaanza tena upya kama ulivyozaliwa na mama yako. Ndio, ukisema huamini maneno haya, sasa utakuwa unaongeza madhambi mengine katika madhambi uliyoandikiwa. Ukisema haiwezekani kwamba mimi yale maasi yote niliyoyatenda Mungu anisamehe, anifutie dhambi zangu, nianze upya, nalo hilo ni kosa kubwa umelitenda sasa hivi. Sababu Mwenyezi Mungu ametuonyesha, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, waambie waja wangu ambao wamefanya israfu juu ya nafsi zao. Israfu ya maasi na madhambi, sio dhambi tu, kuna dhambi, kuna israfu ya dhambi. Israfu maana yake ni kutenda kitu saa nyingine hata hakuna dharura ya kukitenda, wewe unatenda. Hata hakuna dharura ya kula, umeshiba, bali unafanya israfu. Na madhambi hivyo hivyo, mara nyingine wala hakuna hata haja ya kusema uongo, unasema uongo. Japokuwa Muislamu unafanya mambo makubwa ambayo wengine hawayafanyi, israfu katika dhambi. Sasa Allah anakuambia, ewe mja wangu ulifanya israfu katika kuasi, la taqnatu min rahmatillah, musikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Angalia huruma ya Allah juu yetu. Tumesema kwamba huruma ya Mwenyezi Mungu kwetu sisi ni kubwa, na ndio maana tunapofanya maasi na madhambi Mungu anatustiri, hatufedheeshi. Ingelikuwa tunaandikwa katika vipaji vya uso, sharibul khamr, huyu ndo mnywa pombe mkubwa hapa mtaani, unapita kila mmoja anaona, hadha zani, huyu ndo mzinifu mkubwa, hadha akilu riba. Au ingelikuwa maasi na madhambi tunayoyatenda yanatoa harufu, kila ukifanya asi na dhambi harufu inatoka katika mwili wako, unapopita unanuka.
lakini unaonekana msafi, unaonekana unanukia, unaonekana kile Mungu amekustiri, sitri ya hali ya juu, ili upate kurudi siku moja utubu, na bado hutaki kutubu. Mungu huruma yake yote kwetu sisi ni kubwa. Angalia huruma ya Mungu katika hadithi ya Bukhari aliyosimulia Bukhari, anasema wakati wa Bani Israili alikuwepo bwana mmoja mudhnib, asa Allah tawila, alimuasi Mwenyezi Mungu muda mrefu mno, mpaka akawa unaona sasa katika wakitajwa wenye kumaasi Mungu na yeye yumo. Basi siku moja akawaita watoto wake alipokuwa mgonjwa, akamwambia, wanangu, hali yangu naona imekuwa mbaya, na mimi siku za karibuni naona nitakufa, na background yangu yote imechafuka kwa maasi. Ma min ma'siyatin illa irtakabtuha, hakuna dhambi lolote ila nimelitenda, na kuombeni nishakufa mimi, nikishakufa hali yangu itakuwa mbaya sana mbele ya Mungu. Fa idha ma ana mut, mkishaona tu roho imetoka, fa ahriqu juthati, chukueni mwili wangu mpige moto mnichome, naogopa kwenda kwa Mungu hali hii, nichomeni. Watoto wakaitikia, roho ikatoka. Roho ilipotoka wakachukua mwili wa baba yao, wakaupiga moto, wakaungua mpaka mfupa. Kisha akachukua majivu, wakasema majivu yake mkishachukua thuruha ala qimabil jibal, nendeni katika majabali myatawanya huko, alafu mrudi majumbani, msinizike. Kwa nini? Anaogopa kizikwa Mungu atamwambia, haya njoo ulifanya haya na haya. Sasa anaona kwamba akichomwa Mungu hampati. Kafa, baadaye akachomwa, mavumbi akatawanywa. Hadith sahihi, Sayyidina Bukhari anasimulia katika kitabu chake, anasema Mwenyezi Mungu akamwambia mifupa, unganika, mguu rudi mahala pako, mkono rudi mahala pako. Kila kiungo kikapewa na amri na Mwenyezi Mungu, mavumbi yale yakajitengeza, ikawa binadamu, akarudi akawa hai kama alivyokuwa mwanzo duniani. Akamsimamisha Mwenyezi Mungu akamuuliza, ya abdi, malladhi hamalaka ala an tasna ma sanat, aniambie sasa ni kitu gani kilichokufanza uamrishe watu wakuchome uyafanye hayo uliyofanya? Nini unataka? Akamwambia, ya rabbi khiftuka wa khiftu dhunubi, ya rabbi sikufanya hili mimi sipokuwa niliogopa nikija nikikutana nawe utaniadhib, madhambi yangu ni mengi ya rabbi. Akamwambia Mwenyezi Mungu, faqad ghafartu lak, kama unaniogopa basi nishakusamehe dhambi zako. Mimi na wewe sasa hivi hakuna uhasama, udkhulil janna, nenda peponi. Na mtu asisikie hadithi hii akaacha wasia wa kuchomwa na watoto wake. Tunapatiliza mapema, kwa sababu watu wakisikia hadithi nyingine wanachukua na izitekeleza. Hii kwa katika Bani Israili yalitokea, ishatokea Muislamu hafai kuchomwa. Wanaochomana ni watu wengine, na hivyo hivyo Waislamu hawatakiwi kufanya mambo ya kuiga kama hayo watu wengine. Kwa sisi tuna mambo yetu tumefundishwa, lakini hapa kuonyesha ile huruma ya Mwenyezi Mungu, na mtu anapomuogopa Mwenyezi Mungu, Mungu ana appreciate kwamba kilichokufanya wewe uchomwe nini? Khiftuka ya rabbi wa khiftu dhunubi, katumia maneno mawili, nilikuogopa wewe kwamba nikija kwako utaniadhib, nimeogopa dhambi zangu ni nyingi. Kile kitendo cha kuogopa basi Mungu alikifurahia. Kile kitendo cha kuoja kwamba mimi nimekosa, Mungu akaichukulia ile ilikuwa ni toba kwake yeye, akamwambia basi nimekusamehe. Sasa sisi tuna maasi mangapi ndugu Waislamu? Dhambi nyingi tunazo, lakini Mungu ametuwekea milango. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Msikate tamaa na rehema ya Mungu. Mungu anasamehe madhambi yote, madhambi yote jamia. Madhambi yote uliyomkosea Mungu yanaweza kusamehewa, isipokuwa madhambi yanayofungamana nawe na wanadamu. Na ndio maana wanachuoni walikuwa wanasema, Sufyan Thauri anasema kumkosea mwanadamu kuna uzito zaidi, lakini kumkosea Mwenyezi Mungu uzito wake upo, lakini unaweza kusamehewa wakati wowote ukitubu. Lakini umemkosea mwanadamu,
umemwibia, umemsengenya, umemfanyaje, kuna uzito. Sasa bwana, nakurudishia haki yako, unaweza? Bwana, mimi nilikutukana mahali fulani, unayaweza hayo? Mimi siku moja nilimchukua mke wako, unaweza kumwambia? Na wengine wanadanganya, wanasema chukua shoka na jembe na sururu na nini mpelekee, mwambie mimi nilimchukua mkeo nikamzini, hata kukata kichwa. Lakini haki ya wewe na Mwenyezi Mungu, unapokaa ukasema ya Rabb nimerudi, Mungu anakupokea. Lakini haki zilizofungamana na wanadamu mpaka urudishe haki zao, kuna uzito hapa. Utaona mazito ni kati yetu sisi na sisi, lakini kati yetu sisi na Mungu anatuahidi kwamba mlango wake uko wazi. Kisha sema yanzilu rabbuna, kila usiku Mwenyezi Mungu anatasharraf kwa kuwa karibu na waja wake. Usiku anawauliza hal min taibin fa atuba alayhi, hal min sa'ilin fa u'tiyahu, hal min mustaghfirin fa aghfir lahu. Je, yupo mwenye kutubu nimsamehe makosa yake? Je, yupo mwenye kustaghfiru nimsamehe madhambi yake? Je, yupo mwenye kuomba nimpe anachokitaka? Huku watu wamelala wanakoroma tu. Allah anauliza la mujib, hakuna wakujibu isipokuwa wachache, wale ambao Mwenyezi Mungu sema amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Hao walionyanyuka ndio wanapata yale Mungu anayoyatangaza. Ukaribu wake Allah na wewe, hakuna ukaribu wowote katika viumbe unaoweza kufananisha. Allah anasemaje? man taqarraba minni shibran taqarrabtu ilayhi dhira'a wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'a wa man atani yamshi ataituhu harwala. man taqarraba minni shibran, yeyote mwanadamu atakayejikurubisha kwa Mwenyezi Mungu akarudi kwa Mwenyezi Mungu shiburi moja tu, kurudi kwako kwa Allah shibri moja tu ukarudi kwa Mungu, Mungu anajikurubisha kwako wewe dhiraa nzima. Ukirudi kidogo Mungu anakuja zaidi. Jumana hudhuru tifli saghiri ila ahdani ummi, ukienda kwake Mwenyezi Mungu shibri, anakuja Mwenyezi Mungu kwako dhiraa. Na ukienda kwa Allah dhiraa, Allah atakuja kwako baa, pima nzima. Na ukienda kwa Mwenyezi Mungu unatembea kidogo kidogo, Allah anasema atakuja kwako na kukimbilia. Hadithi ya Bwana Mtume Muhammad, man taqarraba ilay minni shibran, jikurubishe kwa Mwenyezi Mungu shiburi moja, yataqarrabu Allahu ilayka dhiraa, Mungu atakukaribia dhiraa moja. Yani kila unapokuwa wewe unamhitaji Mwenyezi Mungu, Mungu anajikurubisha zaidi karibu sana na wewe kulivu, kwa sababu Mungu anafurahi sana anapomwona mja wake amerealize kwamba yupo Mungu kusamehe makosa na akarudi kwa Allah. Kuna utamu aina yake. Jua siku moja alitangaza akasema laqad dallat baghlati, ngamia wangu amenipotea. Famarraaha, yoyote atakayemuona, wajadaha, akampata akaniletea mwenyewe, a'taituhu iya, nitamgaia yeye. Yeye anatangaza yeyote atakayempata ngamia wangu tamgaia yeye. Watu wakashangaa wakauliza kama dumta, ikiwa hukudumu isipokuwa unasema kwamba utampa yeye alompata ngamia wako, bali madha tabhatha anha, kwa nini umtafute sasa? Kwa nini unamtafuta? Huyo atakayempata utamgaia, ilikuwa ina haja wala ya kumtafuta, basi atakayempata ndo wake. Lakini anasema atakayempata nitamgaia yeye. Kwa nini unafikiria? Akasema wallahi nyinyi hamjui utamu wa kile kitu ambacho umekipoteza alafu kikaonekana, japo hutokichukua lakini umekipoteza alafu kikaonekana, kuna utamu wake. Ukisikia tu kitu chako kilichopokea kimepatikana, ndani yake kuna utamu wake. Jua anatuambia, najua tukake tunasoma mengi tu, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kurudi kwa mja,
furaha yake ni kama mtu alopoteza ngamia wake na chakula chake na kinywaji chake na kila kitu chake, mpaka akawa hana chakula jangwani. Sasa hivi ameamua afe, kabla ya kufa akachimba kaburi lake, akalala ndani yake, anasubiri mauti kwa sababu chakula hakuna, maji hakuna, anasubiri siku zake zije pole pole afe. Baina kwamba yuko kaburini, atizama juu, anamwona ngamia wake amemsimamia juu, kuna kinywaji, kuna chakula, kuna kila alichokihitajia. Akatoka kwa furaha katika kaburi, akaanza kula, kisha akamshukuru Allah, akasema Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Rabbi, mimi ni Mungu wako, wewe ni mja wangu. Akamwambia Mwenyezi Mungu. Mtume anasema huyu kafurahi, sio kosa lake. Kuna watu wanakosea min shiddatil farh, kwa furaha kubwa. Kwa sababu nini? Kakipata kilichopotea. Juu hakukosea, kakipata kilichopotea. Sasa kimekuja, anamshukuru Mungu, lakini sikiza shukrani zake. Shukrani anamwambia Mungu, wewe Mungu ni mja wangu na mimi ndo Mungu wako, kwa nini umeniletea chakula changu? Hakuwa na makosa huyu, hakukufuru, kwa sababu Mungu anahesabu nia yako nini, moyoni mwako kitu gani. Moyo wake alitaka kusema Allahumma anta rabbi wa ana abduka, kweli wewe ni Mola wangu, mimi ni mja wako. Lakini furaha ikamchanganya, na furaha huwa inawachanganya watu. Nasema mmoja alikwenda Maka, mwanzo kuiona Al-Kaaba tu akachanganyikiwa. Anakumbuka mashehe kwenye semina waliniambia kuna dua nikiona Al-Kaaba niombe, basi dua zote zimempotea, ikamtoka mdomoni Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, mbele ya Al-Kaaba. Ya Rabb, akaomba dua ya chooni mbele ya Al-Kaaba, lakini hana kosa kwa sababu yashachanganywa na furaha ya kuiona Al-Kaaba. Basi furaha inaweza kumchanganya mtu mpaka akaaswi, akaonekana amekufuru. Lakini furaha, anasema sasa Mtume alivyofurahi mja yule mpaka akakufuru, lakini haja kufuru kwa sababu Mungu anatizama nia yake ni kitu gani, basi ndio furaha ya Mungu ni zaidi ya hiyo, wakati wewe unapoamua kutubu dhambi zako. Tena furaha yake Mungu wewe unapoamua kuacha visa vyako na dhambi zako ukarudi kwa Mungu, furaha yake Mungu ni kubwa. Na ndugu zangu, mtu akitubu, na sisi hatuwaoni watu wengine wanapotubu, sio lazima wawe wanakwenda katika mitaa shouting, jamani nimetubu, jamani nimetubu. Haifai tena kuwaona watu bado mkawaangalia tu katika nadhariyati zilizopita. Kuna baadhi ya watu wakisalisha, watu wengine wanasema mimi simfuati yule, kwani humjui yule, si alikuwa kiuza gongo pale. Sasa kishatubu, pengine kishaacha, tena usimletee tena habari zilizopita. Humjui fulani, yeye ndio alikuwa akifanya mambo kadhaa, fulani kafanya hii, fulani kafanya hii. Tubu. Ukishatubu Mwenyezi Mungu anasamehe yote yaliyopita, na hakuna tena ibra kusema mtu fulani kwa sababu yeye alikuwa akiuza ulevi nini akifanyaje mimi siwezi tena kumfuata au humwamini tena. Hiyo sio kazi yako, hiyo ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na uwe na dhanna njema kwa waislamu wengine. Watu wanakuwa hivyo, kila mmoja ana makontena yake ya madhambi. Wewe ukisoma historia ya zamani, kulikuwa na bwana mmoja alikuwa mcha Mungu mkubwa, lakini kabla ucha Mungu wake alikuwa ni asi mkubwa, akiitwa Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar, ukiwataja watu mazahid katika tabi'in waliokuja baadaye, yeye huwezi kumkosa katika wanaotajwa. Lakini ilikuwa sikira, mlevi, tunasema haikuwa ibra. Anasema ma min dhanbin illa irtakabtuha, hakuna dhambi lolote ila nimelifanya. Hasi. Lakini anasema day by day, anasema fashtaqat nafsi ila zawaj, nafsi yangu siku moja ikatamani nipate mke nioe. Kuna watu wanafika wakati inabidi mimi nioe sasa. Nasema nikatamani kuoa, niwe na mke wangu nyumbani, akaoa. Baada ya kuoa anasema faruziqtu bitifla, Mungu akanipa mtoto wa kike, fasamaituha Fatima, jina lake nikamuita Fatima. Nikaishi, nasema kila Fatima alipokuwa akikua na mimi dhambi zangu zilikuwa zinapungua, yani maasi yangu ilikuwa napunguza maasi. Siku nyingine nasema niko nyumbani nimekamata glasi ya pombe, Fatima anakuja ananichukulia glasi anaitupa. Ni kitu kidogo, miaka 3, kinamnyang'anya baba yake glasi ya pombe, anaitupa huko.
Nasema ikawa taqillu dhunubi, maasi yangu yanapungua day by day, kila siku naona mimi narudi katika hali njema. Lakini miaka 3 ile haikumalizika, mtoto wangu akafariki. Anasema alipokufa Fatima nikarudi katika hali mbaya kuliko ya mwanzo. Tasawwur, kama anasema hakuna dhambi isipokuwa nimeitenda, nikarudi katika hali mbaya kuliko ya mwanzo, dhambi kuliko zile nilizokuwa nikizitenda. Hata ikaja siku moja akasema, leo Mungu atanitambua kwa ulevi nitakao kunywa. Anaiambia nafsi yake, leo nitalewa kweli kweli. Na vijana husema ukitaka nahwa zipande, steam zipande, ile bangi chukue soko, alafu iambie sasa, wewe bangi leo nataka ufanye visa leo hivi. Alafu ule moshi anaupeleka Mungu na kusaidia kutengeza mawingu. Yani maasi juu ya maasi juu ya maasi mengine. Wako watu weka nadhiri mpaka siku ya kufa kwao, nasema ingieni nyumbani kwangu mvute bangi, baadaye muniekee kipande kitakachobaki mdomoni, alafu muende zenu. Yani Malik ibn Dinar anasema, leo nitalewa katika ulevi ambao sijawahi kulewa. Na akalewa usiku ule mpaka akaanguka. Ikawa inakuja kama ndoto, inakuja kama yuko katika usingizi. Anasema akawa katika hali ile, akaona kwamba imefika siku ya kiyama. Shakuja ndoto sasa, siku ya kiyama, majabali yanapasuka, tetemeko kila mahali, na yeye anajiona yuko katika watu wanaohangaika. Anasema mara anasikia sauti, anasema huyo Mwenyezi Mungu sasa anawaita waja wake, fulani ibn fulani, njoo mbele ya mahshar. Namuona fulani anakwenda, anahesabiwa motoni. Fulani ibn fulani, njoo mbele ya mahshar. Zote hizi anaziona live, akiwa yeye yuko katika hali ambayo hajitambui niko katika hali gani. Anasema mpaka ikafika zamu yangu, akasikia jina lake, Malik ibn Dinar, aqbil, njoo. Akatoka na yeye anakwenda pale. Anasema alipofika tu akaona joka kubwa linakuja, limeshafungua mdomo, linamfuata. Hata kusubiri hesabu akaanza kukimbia. Anasema nikakimbia sehemu, nikamwona mtu lakini mzee, nikamwambia adrikni, niokoe, nyoka anakuja. Akamwambia mimi dhaifu, nitakuokoaje? Lakini nenda huku, kuna mlima, panda kule juu. Kakimbilia kwenye mlima, kifika mlimani chini kuna moto. Nyuma kitizama joka linakuja kwa spidi kali, akageuza njia, akarudi tena kwa vile mtu dhaifu, akamwambia mimi siwezi nenda huku. Kaenda huku, akasikia watoto wanacheza na sauti za watoto wanasema, ya Fatima adriki abaki, Fatima msaidie babako, msaidie. Nasema akatizama akamwona mwanawe aliyokufa Fatima, akamwambia baba njoo, baba. Babake kaja, asema akamkamata babake kwa mkono wa kulia, akamweka pembeni, na joka kalikamata kwa mkono wa kushoto akalitupa. Alafu akakaa katika magoti ya baba yake, akamsomea kauli yake Mwenyezi Mungu, Bismillahirrahmanirrahim, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Haijafika tu kwa Waislamu bado kunyenyekea nafsi zao kwa ajili ya utajo wa Mwenyezi Mungu, haijafika tu wakati wa kutubu. Malik ibn Dinar anasema ghafla nikazindukana, jasho linanitoka, moyo unakwenda mbio, siamini kwa ndoto niliyoyaona ya kutisha. Nikisikia, anasema kiamka tu adhana naisikia alfajiri, nikasema kuanzia sasa nabadilika. Anasema faghasaltu, nikakoga, ightasaltu wa kharajtu ila as-salah. Kavaa vizuri, nikaenda msikitini. Kiingia msikitini kuna kusali, na msikia imamu anasoma aya ile aliyosomea Fatima, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wama nazala min alhaq. Hii katika aya za Qur'an zinazowahimiza watu kurudi kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Basi nasema nilipokuwa nasali nasikiliza aya zile, baadaye nikatoa sauti kali, watu wote wakashtuka, ana ya Rabb, kad ana ya Rabb, imeshafika ya Rabbi, wakati wa kurudi umefika, wakati basi tena ya Rabb. Watu wote wakawa wanamtizama, huyu ana nini huyu? Nasema watu hawajui, lakini wangeyajua niloyapata mimi. Kuna watu wengine hawatubu mpaka yawakute.
Na kuna wengine hata yakiwakuta wanasema huyo Mungu tutaonana huko bado. Yanawakuta bado, lakini bado hawatubu. Basi akatoka pale akabadilika totally. Malik ibn Dinar kuanzia siku hiyo alikuwa anasifika kwa zuhudi, kwa iman, kwa taqwa, na dua zake mashuhuri alikuwa naomba watu wamezihifadhi. Anasema ya Rabb anta wahdaka alladhi ta'lam sakin aljanna wa sakin aljahim. Wewe Mwenyezi Mungu peke yako ndio unajua ni nani mkazi wa peponi, ni nani mkazi wa motoni. Famin ayi sakinaini ana, mimi mja wako niko katika mkazi wa nyumba gani? Naomba ya Rabb, ikiwa mimi ni mkazi wa nyumba ya peponi nijalie hivyo, na kama sio hivyo ya Rabbi ja'alni min sakinil janna, na kuomba nijalie katika wakazi wa peponi. Kwa dua yake, na kila siku anasimama msikitini, watu wakitoka anaambia ibadallah tubu ila Allah, rudini kwa Mwenyezi Mungu. Mungu anasema man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhiraa, rudini kwa Mungu. Mungu anasema atakayekuja shibri moja na kuja kwake dhiraa. Anaisoma hadithi tuliyotangulia kuisoma. Malik ibn Dinar ni maarufu sasa. Hiyo utasema hafai kwa sababu alikuwa kilewa, hafai alikuwa akifanya madhambi maasi, na yanafutwa na Mwenyezi Mungu kwa sababu umetubu. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Hata mimi na wewe ni wakati tu tunahitajika tutubu kwa Mwenyezi Mungu, na Mungu atatusamehe maasi na madhambi tunayoyatenda, lakini kuwe na shuruti tauba. Ma hiya, ni zipi sharti za tauba? Kwanza wanasema ulama at-taubatu maanaha al-inaba wal-ruju' wal-auda. Toba maana yake ni kunyenyekea na kurudi na kuazimia kurudi kwa Mungu baada ya safari ndefu ya kumaasi. Sasa lazima ndani yake kuwe na nia hizi. Maasi yote uliyotenda, madhambi yote makubwa na madogo, kuwe na nia tatu. Kuna mambo matatu, shuruti tatu. Sharti ya kwanza an-nadamu ala ma adhnab, an-nadamu ala ma fat, an-nadamu ala ma fa'al, ni kujuta kwa matendo uliyoyatenda. Sharti ya mwanzo kabisa mtu ajute makosa yake aliyoyakosa, isiwe akikumbuka aseme enzi zetu hazirudi tena, enzi zetu sio kama za kwenu. Ya laita shababa yaudu, ya anatamani arudi awe kijana atwange starehe kama ala, au anajuta kwa yale yaliyopita. Kila akikumbuka analia, kila akikumbuka anahuzunika. Kuna watu katika sahaba walikuwa wakikumbuka maasi yao na madhambi wanapoteza fahamu. Kweli itakuwaje siku Mungu akiyakashifu haya kama sijasamehewa? Kuna watu walikuwa wakiwazika watoto wao wa kike wakiwa hai. Wengine wanasema mimi namchukua mtoto wangu namvalisha nguo nzuri, naambia twende kwa ammi zako katembee, njiani na chimba kaburi na mzika akiwa hai. Lakini wakati nalichimba kaburi mtoto wangu yuko pembeni, ile michanga inanurukia katika ndevu zangu, basi mtoto ananipukuta, naondoa michanga. Hajui maskini kama kaburi lile nataka kumtia yeye. Haya yote yanayopitia sahaba, kisha namchukua namfukia na mzika akiwa hai, na analia akikumbuka yale, anapoteza nafahamu. Leo sisi nani anakumbuka maasi yake anasikitika? Bali unayakumbuka, unafarijika, unatamani lao ingekuwa ni kama cassette ukairudisha nyuma kidogo ili upate kutamata na kuyakumbuka yale yaliyopita. Sharti ya kwanza ya kutubu madhambi na maasi an-nadamu ala ma fat, an-nadamu ala ma fa'al, ni kujuta juu ya madhambi uliyoyatenda. Hutaki hata mtu akukumbushe, hutaki hata ije wakati nafsi iwe inayafikiria, unatamani iwe kuna block inakuwa huwezi tena kuyafikiria yaliyopita. Ya pili, al-iqla'u min al-ma'siyah, ni kumoka katika yale maasi, kuacha. Sio ya Rabbi natubu ku glasi iko mkononi, acha kisha urudi kwa Allah utubu. Ukishatekeleza hilo, hata ulikuwa nani katika ulevi, ukilewa mpaka unalewa, Mungu anakusamehe makosa yote, dhambi zote zinakuwa ignore. Na sharti ya tatu al-azima ala adam al-auda, uwe na nia na kuazimia kwamba sitorudi tena katika hayo niliyoyatenda, sitorudi tena katika hayo maasi. Hizi ni shuruti tatu za toba ya hakika.
na nani hawezi katika sisi kuzitekeleza shuruti hizo? Sote tunaweza kujuta kwa maasi. Najua tupo wengi ambao tunajuta leo maasi tuliyofanya makubwa tuliyofanya, tunajuta. Ukikumbuka uso unakunja, japo chozi halitoki kwa sababu nyoyo zetu zimesusua, nyoyo zimekauka. Fahiya kalhijara au ashaddu qaswa, lakini unakumbuka, unasawijika. Ni moja katika kutubu, kwa sababu tumesema an-nadamu tauba, ile kujuta vile vile ni toba kwa Mwenyezi Mungu. Ukishajuta alafu uazimie kwamba hutorudi, alafu ung'oke, uondoke katika hayo maasi. Manake alhajr, uyahame maasi ambayo umeyatenda. Sharti hizi 3 kati yako na Mwenyezi Mungu umemalizana naye. Sasa ukija tena ukiyafanya mengine mapya, inakuwa unaandikiwa sasa dhambi nyingine mpya, lakini mengine yote itakuwa Mungu amekusamehe. Lakini kutakuwa kuna mambo yamebaki. Sharti ya 4 wakaiongeza, wakasema raddul madhalim. Sharti ya 4 ni dhanbun mutaalliqun baina al-abdi wa rabb, baina al-abdi wa akhi. Ni zile dhambi ambazo zinafungamana kati yetu sisi kwa sisi wanadamu. Sasa hizo haziingii katika sharti hizi 3, yani zinaingia katika hizi sharti 3 naongezea na 4, kwamba ujute kwa kumuibia, ujute kwa kufanya dhulma, ujute kwa kumsengenya, na baadaye uamue kuacha, na baadaye uamue kwamba hutorudi, na baadaye iongezeke urudishe ulichoiba kwa mwenyewe, urudishe ulichodhulumu kwa mwenyewe, umuombe radhi kwa yale ambayo umemkosea. Na masengenyo, baadhi ya ulama wakasema pia inatakiwa ukithirishe wingi wa kumuombea huyo uliyemkosea dua, na umtaje kwa wema mahala ambapo umemtaja kwa ubaya, na umfanyie ihsani ya kumfanyia mambo mengi ambayo yatamfanyia furaha katika nafsi yake. Ni njia moja katika njia za kutubu maasi yanayofungamana kati ya mimi na wewe, na wewe na yule, sisi kwa sisi, hayahusiani. Kwa sababu huwezi kusema ya Rabbi nimemuibia fulani nisamee, Mungu akwambia nimekusamee. La, Allah anakuambia nenda kwa uliyemuibia, alafu baadaye ndio utakuja kwangu. Mimi na wewe hakuna matatizo, nikipenda nitakusamee, nikipenda. Hiyo ni na mwenyewe anasema ninasamee madhambi yote. Lakini yule sasa nenda kwake uregeshe haki yake, hapo utakuwa umemaliza. Na hii ni nzito. Kuna watu wanasema nimetubu mimi, lakini bado fulani ulimuibia, hujamrudishia haki yake. Nimetubu dhambi zote, mimi nimeshaenda Maka, bado fulani anakudai deni lake, umemrusha, unasema hutomlipa abada. Mimi nimeenda Maka, fulani bado ulimdhulumu, hujamrudishia kile ulichomdhulumu, bado dhambi zile zinakuwepo, na utakwenda siku ya kiyama unaweza ukawa miongoni mwa watu wanaoitwa muflis. Mtume aliuliza atadruna mal muflis, mnamjua alofilisika, bankrupt? Akasema almuflisu man la dirham lahu wala mata'. Muflis ni yule ambaye hana shilingi wala mzigo. Mtume akaambia la, muflis man yati yawm alqiyama bil salati waz zakati was siyam wal hajj. Muflis ni mtu ambaye atakuja na matendo yote ya khairi, wa yati wa qad shatama hadha wa dhalama hadha wa akala mala hadha. Ni mtu ambaye atakuwa amemdhulumu huyu, amemnyanyasa huyu, amechukua cha huyu, amemsengenya huyu, amemtukana yule. Huyu ndo muflis. Kwa sababu gani? Atakuwa hana cha kuwalipa, zitachukuliwa amali zake njema, watapewa wale ambao wamewafanyia dhulma, mpaka akawa hana kitu katika banki yake ya mema, yatachukuliwa maasi na madhambi yao, wale atapewa yeye, waambiwe nende motoni, wale waende peponi. Hii ndio mukhtasari kabisa wa toba zinazofungamana kati yetu sisi kwa sisi. Kwa mtu asijidanganye anasema nimeshatubu kwa Mwenyezi Mungu, lakini bado anahifadhi mali ya dhulma aliyonyanyasa na kudhulumu kutoka kwa mwenzake, bado amemkosea mwenzake na hajamuomba radhi wala hajachukua hatua zozote za kutaka kurudi katika hali yake ya kawaida. Sasa Waislamu, tusiuache mwezi wa Ramadhani unapita bila kupitisha toba. Kwani Mtume SAW alipokuwa anapanda mimbari yake alisikilikana anasema amin 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 mara 3. Sahaba wakamuuliza, ya Rasulullah, nini maana ya amin mara 3? Sema jaani Jibril, Jibril alinijia akaniambia, Muhammad, raghima anfu mri'in, mtu amepata hasara kubwa, dhukirta amamahu wa lam yusalla alayka, umetajwa na asikuombee rehema kutoka kwa Mwenyezi Mungu.
Raghima anfu mri'in, amepata hasara kubwa mtu ambaye adraka walidayhi fil kibari wa lam yudkhilahu aljanna, kawapata wazee wake wawili katika utu uzima na asiwafanyie ihsani mpaka akaingia peponi. Raghima anfu mri'in, amepata hasara kubwa mtu ambaye dakhala ramadhanu wa kharaja wa lam yughfaru lah, Ramadhani imeingia na Ramadhani ikaondoka, hakusamehewa dhambi hata moja, hakustaghfiru, hakutubu. Wakati tunao nafasi sasa hivi, tunayo nafasi ya kurudi kwa Allah, tunayo nafasi ya kutubu, tunayo nafasi ya kumbembeleza Mwenyezi Mungu mchana, usiku, wakati wowote tumkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala, na utaona mambo yanakwenda sawa kabisa. Tuwe al-kayis, watu wenye kufikiria akhira kabla ya dunia. Hii dunia tuione kwamba ni mapitio. Tunapokuwa dunia iko katika nyoyo zetu, tumeifanyia makazi, ndo hata toba tunasahau. La yatiyanna zamanun ala an-nas yuhibbuna adh-dhunuba wa yansawna at-tauba, zitakuja zama kwa watu watapenda dhambi, watasahau toba. Sasa hizi ndo zama zilizohadithiwa. Tunapenda dhambi, tunasahau kutubu, wakati tunatakiwa kama wanadamu tutubu sana kuliko mtume alivyokuwa akitubu, kwa sababu mtume yeye ameambiwa liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sisi tuna madhambi, kwa hiyo anasema istaghfiru ila Allah wa tubu ilayhi fa inni atubu ila Allah fi kulli yawmin akthara min 70 marra. Mimi mtume wenu na kuamizeni na kuhimizeni mutubu kila siku, kwani mimi natubu zaidi ya mara 70 kwa siku. Huyo ni mtume. Wa ikhwata al-iman wal islam, toba, Allah toba, Allah toba katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ama kwa siku yetu ya leo tutamaliza darsa insha Allah katika Masjid Salam, na darsa zote nyingine tutakuwa tunazifunga kwa mukhtasar, sababu kesho insha Allah na tarajia kusafiri kidogo, na hili nasema nisingesema kwa sababu naogopa kusema kaondoka bila kutuaga. Kwa ajili hiyo insha Allah kesho biidhnillah tutakuwa na safari ya da'wa kwenda Dar es Salaam, na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla atie tawfik, na darasa zinaendelea hapa Masjid Salam na kwingine kokote, zitakuwa mashekhi wapo bado wenzangu wanaziendeleza. Kilichokuwa kimebakia ni kutumia fursa hii katika siku ambazo zimebaki, tuwe matajiri wa amali, tuwe matajiri wa mema, tuwe matajiri wa kheri, tuwe matajiri wa fadhila ambazo leo zinatupita katika misikiti, katika madarisi, katika viwanja. Ulama wanajitahidi kuyafanya ya kheri, lakini sisi tunafanya ibada kiujanja ujanja. Kwa hiyo ikhwata al-iman, kama kuna jambo lolote la kukosea, nimekosa, binadamu ndo kazi yake. Nasema al-kamalu lillah, kamilifu ni wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na mimi napenda watu kila mara wawe wanafurahi, wawe wanapata khairi, wawe wanapata ukumbusho mzuri, wawe wanaburudika katika kupata thawabu na kuepuka na maasi na madhambi. Kama nimekosea mahala popote, mwingine kaona ni kinyume cha hivyo, anisame, sababu sio lengo langu. Lengo langu ni kuboresha hali ya da'wa, lengo langu ni kujalia waislamu wote wawe kitu kimoja. Lengo langu ni kuona siku moja waislamu tumeshikamana na kamba ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na wala tusifarikiane. Msiba mkubwa ambao leo unasikitisha ni farqa kati ya waislamu. Msiba mkubwa ambao leo umetupata waislamu ni kutokuwa kitu kimoja. Kila mmoja ana kundi lake, kama vile party za vyama vya siasa, na waislamu tumekuwa kama hivyo, wakati sisi chama chetu ni kimoja tu, kiongozi wake ni Muhammad ibn Abdullah. Sote sisi ni aadha ambao tunatakiwa tuwe kitu kimoja. Lakini utapata leo waislamu tunakatana mapande, kwa sababu huyu ni Wahabi, huyu ni Sufi, yule ni Ibadhi, yule ni Shia, yule ni nani. Sote tumekuwa kila mmoja na kundi lake, kila mmoja na mambo yake. Inasikitisha kuona kwamba mwisho wa yote tunaharibikiwa. Kwa hiyo kitu kikubwa ni kutafuta elimu kwa ajili ya kuleta umoja,
ni kufanya mambo kwa ajili ya kuleta nyoyo za Waislamu zote ziwe kitu kimoja. Na siku yoyote inshallah tutakapojaliwa kurudi tena tutaendelea kama kawaida pale ambapo Mungu atatuafikia kurudi. Na hakuna tena mtume. Wanasema mitume ndio hawa warithi wake, mashekhi wetu na ulama wetu. Sasa mtu asikose fursa hii kwenda kwa alim, kwenda kwa shekhe, kwenda kwa mwanachuoni, unakwenda kwa mrithi wa mtume. Kwa hiyo ukitaka kupata toba, ukitaka kupata mazuri, lazima uelekee huko. Una mahala pengine. Alulama warathatul anbiya. Kuna kuhusiana na yusia nafsi yangu mahala popote palipokuwa na darasa, yupo mwanachuoni, yupo alim, yupo shekhe, tusiache fursa ile, tuitumie kwa ajili ya kutakasa nafsi zetu. Wale ndio wanatukosha na kututakasa nafsi zetu. Bila hivyo tukawa tunakaa tu tunapoteza wakati wetu, tunasubiri tena mtume mwingine au tunasubiri maajabu yatokee. Hakuna mtu atakayesema mtume huyo ni kafir. Mesikia kuna mtume mkuranga ametokezea, hao mtume sema ana al-aqibu fala nabiyya ba'di, mimi ndo wa mwisho, kuna mtume mwingine. Unasikia watu, meona kanda mmoja, jamaa mmoja anasema yeye mtume katokezea, Mungu anampa wahi na ana sahaba zake na yeye. Anatokea wapi jamani? ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. mtume akisema ana al-aqib fala nabiyya ba'd. Ni wanatokea watu wanaodai Uislamu wanasema yeye ni mtume na yeye na wafuasi wake. Na hili sio la anayetoka akasema maneno hayo ana matatizo, anaumwa, psychologically disturbed, ni mtu ambaye amepata matatizo. Sio mashekhe wamwendee matabibu wamtibu akili yake. Ni zamani walitokea, yupo bwana mmoja mbele ya Mansur, mbele ya Ma'mun ibn Harun al-Rashid, alikuja akamwambia ana al-Khalil Ibrahim, mimi ukisikia Khalil Ibrahim huyo ndo mimi. Walitokea akamwambia Khalil Ibrahim ndo mimi. Yule aloingizwa kwenye moto yule akapona ndo wewe, ndo mimi. Yule aloambiwa chinja ndo wewe, ndo mimi. Ngame basi ngoja na wewe tukukokee moto tukuingize. Akamwambia hilo msinifanyie. Sasa tutaamini vipi kwamba wewe ni Khalil Ibrahim? Akamwambia nichagulieni miujiza mingine. Akamwambia basi fanya miujiza ya Musa. Kauliza Musa alifanya nini? Hata Musa hajui alifanya nini. Musa alipasua ardhi, alipasua bahari, watu wakapita, mkono katia kwenye kwapa ukatoka mweupe. Na Musa alikuwa na bakora anaidondosha na kwa joka. Fanya sasa na wewe. Asema huo ni mzito kuliko ule wa pili, nichagulieni mwingine. Kaambia basi miujiza ya Isa. Kaambia Isa kafanyaje? Isa alikuwa akihuisha watu waliokufa. Kaambia basi umefika mahala pake. Kaambia huyu kadhi wako Yahya ibn Aktham naweza kumuua sasa hivi, alafu nipeni saa moja tu nitamfufua. Kadhi akasema mimi ni wa mwanzo kukuamini. Kadhi kaambia ni mwanzo kukuamini kweli, maana najua ataniua huyu na kana bora mimi ndo wa mwanzo kukuamini. Nipeni saa moja tu namkata shingo na mrudisha hai. Maamun hata hajasubiri Maamun aseme, kadhi asema mimi wa mwanzo kukuamini. Msije mkaniua bure hapa. Hakuna mitume, hakuna. Watu wote wanaotokezea wanaumwa, wanaosema mimi mtume, hao wana khalifu tamaman na sio watu wa kuwasikiliza. Mwenyezi Mungu ajalie ulama wetu wawe wanatoa nuru katika miji yetu, watu wapate kurudisha karama na majdul umma. Allahumma inna natawajjahu ilayka fi hadhihi as-sa'a ولعلها ساعة الإجابة تيسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة واقض جميع حاجاتنا. يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا وسامحنا فيما جنينا. يا تواب تب علينا واغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر ذنوبنا وتول أمورنا وحسن خلاصنا وفك أسرانا وبلغنا ما يرضيك أعمالنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمارنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.